Haleluya! Bwana Yesu apewe sifa. Fungua Biblia yako kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari ule 1-7. Nataka leo tuendelee kidogo. Nasoma kwa jina la Yesu tukiwa wima. Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Amen. Amen. Tunaendelea na somo letu, na ningetamani tulitendee kazi kuanzia leo na Jumanne. Nikupe mwaliko wa siku ya Jumanne kwenye mkesha. Nitakuwa nafundisha kwa ajili ya urithi. Nitafundisha kitu kinachoitwa urithi, na utaanza kukagua katika ulimwengu wa roho urithi ambao unatembea nao ni wa namna gani. Leo naweza kugusia kidogo, ila nataka uelewe mapambano yaliyopo kati ya mwili wako na mtu wako wa ndani. Maandiko yanasema katika kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 26 kwamba Bwana Mungu akasema, sikieni, Bwana Mungu akasema, ila hakuumba au hakufanya, alisema na tufanye mtu kwa mfano wetu. Yaani Mungu alijijengea proposal. Mstari wa 26 ni willing. Kile ambacho unaanza kukijenga ndani yako kitatoka, kitakuwa dhahiri nje yako katika jina la Yesu. Hakuna kitu kinachotokea kwa bahati mbaya, lazima kuwepo maandalizi. Anasema na tufanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, wakatawali. Alijua kabisa huyu mtu anayeenda kuumbwa hata kuwa mtu atakayeendeshwa, hata kuwa mtu ambaye atamilikiwa na wanyama au ndege. Huyu mtu atamiliki na atatawala. Na hapa ndipo penye ajabu kwamba wewe unayetakiwa kumtawala ndege na mnyama, leo unatembea na nyoya la ndege, kwamba irizi lako la kukulinda haliwezi kukusikiliza, kwa sababu hata hicho kichwa cha kuku unachotembea nacho kimeamriwa kikusikilize wewe. Biblia inasema kwa mfano wa Mungu. Hebu sema kwa mfano. Ulikuwa mfano. Kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanamume na mwanamke aliwaumba. Imeisha hivi. Lakini hakuishia hapo. Tumesoma sura ya 2 mstari wa 7. Bwana Mungu akatengeneza mavumbi ya ardhi, akayachukua. Sikia, hakuna chochote kitakachotokea katika maisha yako usipokifanyia kazi. Unahitaji amani ya nyumba yako, ifanyie kazi. Unatakiwa usimame ufanye kazi. Hakuna kitu kitakachokuja kwako kwa bahati mbaya. Willing ya Mungu, mapenzi ya Mungu, makusudio ya Mungu ni kumfanya mtu kwa mfano wake, lakini lazima Mungu aingie kazini. Ningetamani amani ya maisha yangu, ni lazima niingie kazini, nimtafute Mungu kweli, nifanye maombi ya ziada, ili ile amani ninayofikiria ndani yangu ifanikiwe. Fikra ya Mungu ya kumuumba mtu kwa mfano wake ilifanikiwa kwa kutenda kazi. Bwana asifiwe. Wangapi bado mnanielewa? Akatengeneza mavumbi ya ardhi, sanamu likawepo pale, amelisimamisha, limekaa vizuri.
lakini halina mfano wa Mungu, halina shepu ya Mungu, bado lina shepu ya udongo. Chochote unachoweza kufanya bila Mungu hakijakamilika. Chochote unachofikiria kukifanya pasipo uwepo na uvuvio wa Mungu, hicho kitu hakijakamilika. Ndoa yoyote ambayo mmechukuana, sijui mna vyeti, sijui, ikiwa Mungu hayumo kwenye hiyo ndoa haijakamilika. Biashara yoyote ambayo Mungu hajaigusa kwa mkono wake, hiyo biashara haijakamilika. Huduma yoyote ambayo Mungu hatahusika ndani yake, hiyo huduma ni propaganda, haijakamilika. Ni heri uanzishe chama cha siasa ambacho utasema uongo. Haleluya.